Jioni ya leo tunaendelea na vipindi vyetu. Katika wiki hii tunajifunza ushirikiano katika vitendo. Yaani vitendo vyetu tunavyovifanya katika utume. Tutakaposhirikiana tutaweza kufanya kazi kwa urahisi na kazi kubwa zaidi ya vile ambavyo tunategemea. Leo ikiwa ni siku ya Jumanne, somo letu zuri sana linasema ushirikiano, shule ya Sabato katika vitendo. Linasema shule ya Sabato katika vitendo. Kwa kawaida huwa unasema shule ya Sabato. Shule ya Sabato, yaani tunaposema shule ya Sabato ni moyo wa kanisa. Hapa ndipo kilipo kiini cha kujifunza jinsi ambavyo tunaweza kutoka kwenda kufanya utume. Kwa hiyo kama unafikiri kwamba shule ya Sabato ni kwa ajili ya wazee, vijana naongea. Kama we kijana unaamini kwamba shule ya Sabato inafaa wazee ndio wawahi katika shule ya Sabato, utakuwa unafifisha sana utume katika kanisa lako au kituo chako cha ibada. Shule ya Sabato ndiyo moyo wa kanisa, tena unaodunda. Pale ndipo ambapo tunatengeneza jinsi ambavyo tunaweza kutoka kwenda nyumba kwa nyumba, tunaweza kufahamiana, tunaweza kuunganisha nguvu na vitendo vyetu kwa pamoja vinaweza vikamwakilisha Kristo. Tunapoanza tutasoma kitabu cha Matendo ya Mitume 2:41 mpaka 42. Matendo ya Mitume 2:41 mpaka 42. Hapa ndipo haya mafungu tutakaposimamia katika mafundisho yetu ya leo. Karibu. Kitabu cha Matendo ya Mitume 2 fungu la 41 mpaka lile la 47. Biblia inasema, nao waliobatizwa na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. 43. Kila mtu akaingiwa na hofu, ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao na kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Bwana asifiwe. Hilo ndilo lilikuwa kanisa la mitume, kanisa la awali kabisa, ambao walidumu kuwa shirika, wakiumega mkate, wakijifunza na wakitoka kwenda kufanya kazi ya Mungu kwa pamoja. Waliketi pamoja, walidumu pamoja, walishirikiana katika kila jambo. Hasa somo la leo, kuna kisa cha binti mmoja ambaye alikaa miaka 20 bila kwenda kanisani. Miaka mingapi jamani? Kuna watu ambao akitokea tu wiki 2 mnaanza kusema huyu alikaa miaka 20. Akazaa huko nje, maisha yakampiga sana kama mama mlea pweke. Mlea pweke ni yule ambaye anakuwa analea hana mwenzi. Anaweza kuwa ni mwanaume lakini wengi huwa ni wamama. Yaani akawa mlea peke yake, na siku hizi tunawaita single mothers. Kwa hiyo akawa anamlea mtoto, maisha yakawa magumu, akawa hana uwezo wa kumlea mtoto wake. Yaani mambo yakawa hayaendi, miaka 20 akiwa hajawahi kukanyaga kanisani. Alipokuwa mkubwa akaachana na mambo ya kanisa, akaachana. Siku moja alipokuwa anatafakari maisha yake, akakumbuka alivyokuwa mtoto mdogo wa miaka 8, alikuwa anakaa na bibi yake, na bibi yake alipenda kumpeleka kanisani
na ye alipenda, katika vitu alivyopenda kanisani, alipenda shule ya Sabato. Bwana asifiwe. Hivi ndivyo vitu vilivyokuwa vimemjenga na ndio vilikuwa vinamvutia. Akaanza kuvuta kumbukumbu zake nzuri wakati akiwa mtoto, wakiimba, wakifurahi, wakila pamoja. Akakumbuka mpaka jina la mwalimu aliyokuwa anamfundisha, anaitwa Mwalimu Rose. Madam Rose aliwafundisha kukariri mafungu, akawafundisha kupendana, wakileta vyakula kutoka nyumbani wakigawana, akiwafundisha kuwa watoto wema. Lakini usiku huo hakulala. Sabato iliyofuata akaamua kufunga safari, akaenda katika hilo kanisa lake la awali. Ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji ambaye uko hapa, unakumbukumbu gani katika ile kanisa lako la awali, kanisa la utotoni, kanisa lililokulea, lililokujenga, lililokupatia imani ya kumjua Mungu? Kwa hiyo akarudi katika ile kanisa akiwa na tumaini, akaona kwamba nitakaporudi pale kanisani baadhi ya changamoto zangu zitaisha. Mimi natamani tu nirudi tena miguuni pa Yesu. Basi kwa ajabu, aliporudi pale kanisani akamkuta Madam Rose bado yupo. Bwana asifiwe. Akiwa amezeeka, lakini akiwa anamkumbuka huyu binti, na binti akarudi mikononi mwa Mungu kwa njia ya ubatizo. Bwana asifiwe. Na amedumu kuwa kanisani, na leo anafanya kazi ya Mungu, hasa shule ya Sabato, kwa nguvu, kwa sababu ndicho kitu ambacho kilipandwa katika moyo wake. Mzazi ambaye una mtoto mdogo, mtoto wa kuanzia miaka 0 mpaka miaka 10, wewe ni wakati mzuri wa kumfundisha mtoto, kumpandia hiyo mbegu. Popote atakapokwenda, atakapokwama, Mungu atamrudisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tutajifunza pia kitu kingine ambacho kinasema kuna nguvu ya shule ya Sabato. Hii ndio nguvu ambayo Mungu wetu, unapokuwa umeanza kwenda shule ya Sabato. Jamani, shule ya Sabato ina addiction. Kuna mtu anasemaje, mimi bora nikose kitu chochote lakini nisikose nini? Shule ya Sabato. Watu ambao wamezoea kuwahi sana shule ya Sabato naona wanatabasamu. Kweli unapokuja umekosa shule ya Sabato, kuna kitu kikubwa sana ambacho umekikosa, kwamba ile ni nguvu ambayo inajengwa na kukaa kwenye moyo wako. Anasema kwamba kisa cha huyu binti kinatukumbusha nguvu ya shule ya Sabato. Haidhuru ni katika umbali kiasi gani ulitanga mbali na Mungu, lakini bado hukusahau shule ya Sabato. Mbegu zilizopandwa moyoni mwake miaka 20 iliyopita zilichipuka alipokuwa yuko tayari. Leo Mungu anawaita vijana wadogo na wakubwa watakaosaidia kurejesha tena kusudi la uinjilisti la shule ya Sabato. Bwana asifiwe. Mbegu iliyopandwa miaka 20 lakini bado ilikuwa katika moyo. Alitanga mbali, akaenda akafanya kila kitu, lakini bado Mungu wetu alikuwa yuko ndani yake. Shule ya Sabato inawahusu watu. Maana utasema kwamba shule ya Sabato sasa ni nini? Jamani, shule ya Sabato inawahusu watu. Ni ibada kama ibada, lakini shule inahusu watu. Yaani ni shule ambayo binafsi inakujenga wewe, inakupatia mizizi. Anasema kwamba kuna vitu kadhaa hapa mwandishi ametaka niwaeleze. Tutakwenda haraka haraka, muda wetu sio rafiki. Shule ya Sabato inahusu watu. Ni mjadala wa kujifunza Biblia na maandiko. Ndipo mahali pekee utakapojikuta mjadala wa kujifunza maandiko matakatifu ya Mungu. Bwana asifiwe. Wakati wa ibada kuu kuna mjadala? Haupo, lakini pale utauliza maswali, yani ni mjadala. Lakini pia ukaribu wa kukaa kama darasa au familia. Ni sehemu ambapo tutakaa kama darasa. Na madarasa sasa hivi sina uhakika, lakini naamini ni madarasa ya watu 8. Utakaa kama darasa, kama familia. Hao ndio watu ambao utakuwa
unajadili nao watu ambao mtajenga kama familia. Lakini anasema kwamba majadiliano miongoni mwa watu tangu mwanzo hadi mwisho. Tutajadiliana kuanzia siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kile ambacho umejifunza unakileta. Hata yule ambaye hakujifunza vizuri anapata ufahamu. Yule aliyojifunza zaidi analeta kile alichojifunza, na kwa pamoja mnajenga. Lakini shule ya Sabato inakupatia nafasi ya kumjua kila mtu darasani kwako kwa jina na mahali anapoishi, maisha yake, kazi yake, biashara na familia. Ni shule ya Sabato ambapo tunapata nafasi ya kujuana majina. Unajua ukija hapa wakati wa ibada kuu hivi unaweza kumjua huyu ni Agnes huyu. Lakini tutakapokuwa kwenye darasa la shule ya Sabato tutatambulishana. Hata kama kuna mgeni atajua kabisa leo huyu mama aliyokuwa pale aliyoomba anaitwa Agnes. Ni kwa sababu tuko wachache, tunafahamiana vizuri, tunafahamiana mahali tunapoishi, tunafahamiana kazi tunazofanya, tunafahamiana mambo, familia zetu. Tunajua kabisa Agnes ana watoto kadhaa, ameolewa, mume wake anaitwa fulani. Ni kwa sababu ya ukaribu wa shule ya nini? Ya Sabato. Lakini pia inaweka thamani ya kila mmoja darasani. Mnapokuwa katika shule ya Sabato inaleta thamani. Sio kwamba sasa atasimama hapa mchungaji yeye ataondoka, hapana. Mnapokuwa katika shule ya Sabato inaleta thamani ya wewe kuwepo. Utasikilizwa, thamani ya wewe kuwepo katika ile familia. Ni sehemu pekee ambapo unajisikia wa thamani. Unajua hii thamani ndio ilimrudisha yule binti kanisani. Hata kama alikopita thamani yake iliisha baada ya kuwa amezalishwa, baada ya kuwa maisha yake yamekuwa magumu, lakini alikumbuka ile thamani aliyokuwa anaipata wakati wa shule ya Sabato. Anasema ni sehemu pekee ambapo utajifunza uongozi na kuwajibika. Katika darasa la shule ya Sabato pale utakuta kuna mwenyekiti, utakuta kuna katibu, utapewa responsibility labda ya kuomba, utapewa kazi hii, utapewa kufuatilia hiki. Ni sehemu pekee ambapo tunajifunza awali kabisa jinsi ya kuongoza kundi dogo ndani ya kanisa, lakini pia kwa uhakika. Ni sehemu ambayo kwa mara ya kwanza unaweza ukawa hujui kuwa mwenyekiti. Kwa mara ya kwanza hujui kama hata kama una karama ya ualimu. Ni sehemu ambayo pia unaweza ukafufua karama zako. Ni sehemu ambayo unaweza ukasema hivi kumbe mimi naweza nikafundisha. Watu watakwambia bwana wewe leo simamia ombi. Hivi kumbe mimi naweza kuomba. Kwa ni sehemu ambayo unaweza ukafufua karama zako, lakini karama za wenzako pia. Shule ya Sabato tunashughulika na utume, kushuhudia pamoja na utume. Ni pale katika vikosi vidogo vidogo yale madarasa yetu ndipo ambapo tunakubaliana leo tunakwenda kushuhudia hospitali, leo tunakwenda kugawa vijuzuu, leo tunakwenda kugawa vitabu. Yasipofanyika hayo katika shule ya Sabato, katika vile vikosi vidogo vidogo, kanisa sahau swala la kushuhudia. Tunaanza kwenye shule ya Sabato. Shule ya Sabato isipokuwa na hiyo experience, isipokuwa na hiyo, kanisa kama kanisa lisahau swala la utume. Maana kule kukilala kanisa zima linafanya nini? Linalala. Kwa ni sehemu rahisi ya kuondoka watu wawili kwenda kugawa vijuzuu, kugawa vitabu, kuondoka watu wawili kwenda hospitali kuomba na wagonjwa, kuondoka watu wawili watatu kwenda kupasha habari za Bwana Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Lakini ni sehemu ambayo tunaanza kupractice au kujifunza matendo ya huruma. Matendo ya nini jamani? Matendo ya huruma yanaanzia pale katika shule ya Sabato. Mnakuja hapa jamani, kuna mwenzenu ana tatizo. Yaani kanisa zima linaweza lisijue tatizo langu, lakini darasa langu watajua kabisa mama anaumwa, amelazwa hospitali na anahitaji msaada wa damu, anahitaji msaada wa damu, wa chakula, anahitaji msaada wa dawa. Ni katika vikosi vya shule ya Sabato. Tusipokuwa na hiyo practice kwenye shule ya Sabato, ndio maana tunapata shida sana wakati wa matendo ya huruma katika juma la vijana. Sawa?
inapokuja huku kwenye idara inakuwa ngumu, ni kwa sababu kule shule ya Sabato hatukuwahi kupractice, hatukuwahi kuonyesha, kujifunza matendo ya huruma. Lakini inahusisha pia mguso wa binafsi. Ni sehemu ambapo binafsi kama binafsi unaguswa. Umejifunza au hujajifunza, lakini mnapokuwa mnafanya mjadala, mwisho kabisa tunapata mguso wa binafsi. Vitu viko vingi lakini kwa ajili ya muda nimeweza kuona hivi ndivyo vitu muhimu. Kama tutavifanya vizuri shule ya Sabato, vitendo, shule ya Sabato ambayo inahusu watu. Shule ya Sabato ni watu. Kwa hiyo kuanzia asubuhi, kuanzia ile darasa la walimu, kuanzia nyimbo, kuanzia madarasa, kuanzia ushuhudiaji, vyote hivyo vinakufanya uweze kudumu kanisani kama Mkristo. Na hii ndiyo ilikuwa kanisa la awali walichokuwa wanafanya, wakidumu pamoja katika kuomba, lakini wakidumu pamoja katika kumega mkate na kujifunza neno la Mungu. Ikifanywa vizuri, shule ya Sabato inachochea kile ambacho vijana wengi wanakitafuta leo. Mahali wanapojisikia vizuri kuwepo, jamii na muunganiko wao, pamoja na uongozi mzuri na msaada imara kutoka kwa washiriki. Shule ya Sabato inaweza kuwa mahali ambapo vijana wanaweza kukuza tabia na utamaduni wa kanisa la awali. Hebu na tuzichunguze Biblia zetu leo na tuangalie kanisa la awali vitu walivyovifanya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni sehemu ambapo kama tutaifanya vizuri shule ya Sabato, kwa upendo, kwa kujali, kwa kuwajibika, kwa kuona mbona huyu leo hayupo? Kaenda wapi? Namba ya simu apigiwe, ajulikane ana tatizo gani. Unajua hapa kuna kijana mmoja alitoa ushuhuda siku moja. Alipata changamoto, ingawa hakusema ilikuwa changamoto gani. Hii changamoto ilimweka nje ya kanisa mwaka mzima. Anasema hakuwahi kutafutwa na mtu yeyote wa kanisani. Na ile changamoto ilimpeleka mbali kabisa. Mbali kama kijana, mbali, lakini hakuwahi kutafutwa na mtu yeyote. Siku moja, muda ukiwa umeshapita zaidi ya mwaka, akapata simu ambayo alikuwa anatamani aipate. Mojawapo ya wazee akampigia simu, "Bro, uko wapi?" "Nina hiki na bwana, tuonane." Akamwambia, akaona basi nakuja kukuona nyumbani kwako. Kwa hiyo kile kitendo cha kumtafuta mtu, hiyo ndiyo huduma aliyoifanya Yesu, ya kuwatafuta wale ambao ni wadhambi, wasioonekana. Kwa hiyo ndani ya kanisa, mtu kama haonekani, mtu wa kwanza kabisa kujua kwamba haonekani sio shemasi, ni darasa la shule ya Sabato. Kwa sababu leo hamtaniona, nyie ndio wa kwanza kabisa. Shemasi anahudumia kundi kubwa, anaweza asigundue, lakini nyie ndani ya darasa lenu mtu hayupo mwaka mzima. Hakuna mtu anayemtafuta, hakuna mtu anayeulizia. Hilo ni kosa. Kama tutafanya vizuri, maana yake ni kwamba tutawasaidia vijana kubaki hapa kanisani. Vijana kwa sasa wanapitia changamoto nyingi ambazo hatuwezi kuzijua au tunazijua kwa kijuujuu, lakini kama tutawaweka karibu, kama watakuwa karibu, tutawagusa mioyo yao, vijana wataweza kupata mahali ambapo ni sehemu ya kuegemea, ni sehemu ya kutumainia changamoto zao kuisha. Unajua wakati mwingine unafikiri kwamba vijana wana changamoto tu ya ajira. Hapana. Vijana wana changamoto nyingi za kihisia, za kisaikolojia. Yaani wana changamoto nyingi ambazo hata pesa ukimpa haimsaidii. Kwa hiyo ni vizuri shule ya Sabato ikafanywa vizuri ili vijana wetu pia wapate mahali pa kuamini, wapate mahali ambapo wanaweza wakatua mizigo yao. Tusipoifanya shule ya Sabato vizuri, tukaifanya hivi kijiujuu fulani, yani kistyle fulani hivi ambayo sio kusudi la shule ya Sabato, hatutajua matatizo yao, hatutajua changamoto tunazozipitia, na pia mtu ataona hamna haja ya kuja, yani
hamna haja ya kuwahi, hamna haja ya kushiriki shule ya Sabato. Bwana asifiwe. Kanisa la awali walikuwa na mambo matatu. La kwanza ilikuwa utume, ya pili mafundisho, lakini ya tatu ilikuwa ni ushirika. Hivyo ndivyo ambavyo tunapaswa kufanya. Kwa hiyo kama unafanya habari ambayo sio utume, habari ambayo sio kuomba wala kusoma neno, we hapo kusema kwamba ndio unakuja duniani ukazurura, afu baadaye ukafa. Yaani wewe kusudi lako la kuwa hapa duniani linakuwa halijatimia. Je, unaweza kuchukua jukumu gani katika kusaidia shule yako ya Sabato kutambua uwezo wake halisi? Hebu tufikirie njia za vitendo ambazo unaweza kuzitumia ili kusaidia shule ya Sabato. Kwanza kabisa, tumia muda wako. Ni vizuri kutumia muda kwa sababu ile shule ya Sabato inaanza nyumbani. Kwa kujifunza kila siku, baadaye tunahitimisha siku ya Sabato. Kwa hiyo tumia muda wako kujifunza. Tumia muda wako kuwafundisha watu wengine. Tumia muda wako kuwasiliana na watu wa darasa lako kuhusu somo la wiki nzima. Jamani, sasa hivi tumerahisishwa maisha. Yaani mnaweza mkawa Google Meet, mkadiscuss lesson yenu. Mkatengeneza ile WhatsApp call, yaani ile simu ya WhatsApp, na mkajadili lesson huko mliko majumbani. Kwa hiyo teknolojia kama tukiitumia vizuri itakuwa haina excuse kwamba kumbe darasa lenu mnaweza mkasoma lesoni hata nje ya kanisa. Hampo hapa kanisani lakini huko majumbani mkafanya nini? Kwa hiyo hivi vyote vinahitaji muda. Ni kweli tunapitia katika ulimwengu ambao changamoto ya muda, watu wako bize sana, lakini inapokuja swala la Mungu lazima utenge muda kwa ajili ya kujifunza. Kwa hiyo kama utatenda muda, unaweza kusaidia shule ya Sabato kwa kuwa imara. Unapotumia kwanza muda peke yako na Mungu, huwezi kutoa kile ambacho huna. Usiende shule ya Sabato ili kupata baraka. Nenda shule ya Sabato ili uwapatie watu wengine baraka. Bwana asifiwe. Kwa sababu unaweza ukaja mwanzo mwisho. Agnes, karibu. Endeleeni tu. Mnazijua hizo Endelea tu. Endelea tu. Yaani ni kwamba wewe wiki nzima ilikuwa bila. Yaani hata lile fungu jamani, kusoma tu, acha usikariri, usome. Kwa hiyo bila kutoa muda hauwezi kufanya kitu chochote. Lakini tambua ni nani anakosekana. Nimeiongelea hapa. Ili shule ya Sabato ilete matunda, tambua ule wigo wenu, nani anakosekana. Maana hatuwezi kuanza kuwaleta watu wengine lakini hapa miongoni mwetu kuna watu wanakosekana. Kama shule ya Sabato ingefanya vizuri, watu wanapoacha kuja kanisani hawatoi tangazo la kuambia kwamba hatutarudi tena. Unashangaa anaanza Sabato hii anakuja, Sabato ijayo hatakuja, Sabato ijayo anakuja, afu zinapita 2 haji, anakuja moja, unapita mwezi haji, mwisho anakwenda moja kwa moja. Kwa hiyo ni vizuri kutambua miongoni mwetu ni nani anakosekana. Miongoni mwetu, mbona huyu binti tulikuwa tunanani naye? Ameenda wapi? Kumbe inawezekana anapitia maisha magumu huko. Inawezekana anakatazwa hata kuja kusali. Lakini kwa sababu hatuna taarifa zake, unashangaa anapotea. Lakini kitu kingine cha 3, pendelea utume kwa watu wa tamaduni mbalimbali. Hivi hamjawahi kujiuliza kwa nini tunasomewa somo la nchi za mbali? Ili tuweze kujua utume katika tamaduni tofauti za nchi yetu, lakini na nje ya nchi ya watu wengine. Tuangalie hao watu ambao tunajifunza nao. Tujaribu kuangalia tamaduni zao ili tuweze kuwafikia kwa urahisi, ili tuweze kuwatunza kwa urahisi. Kuna watu ambao wanatoka katika tamaduni ngumu
ambazo kwao Ukristo unakuwa ni mzigo. Kwa hiyo hizo tamaduni tukizijua ni vizuri, na unakuwa una uwezo wa kumsaidia kwa urahisi. Bwana asifiwe. Okay. Na cha mwisho kabisa anasema tengenezeni kumbukumbu kwa pamoja. Tengenezeni nini jamani? Kumbukumbu. Siku nyingine darasa lenu linatoka, linaenda kupumzika mahali, naenda beach kujifunza, mnatengeneza kumbukumbu za pamoja. Siku nyingine mnakubaliana kwamba leo tutakwenda kwa Mama Agnes Chacha, tutakula pale chakula chetu cha jioni, tutajifunza pale. Hiyo ni jinsi ya kutengeneza kumbukumbu ya pamoja. Na madarasa yanapojengwa hivyo, yanajengwa hivyo, baadaye yanakuwa na nguvu sana, yanaimarika vizuri sana, utume unakuwa ni mkubwa. Kwa sababu siku nyingine unasema leo bwana, Jumapili hii tutakwenda darasa letu kwa fulani, ndiko tutakapojifunza au tutakapofanya mikakati yetu ya uinjilisti. Bwana asifiwe. Kama vile sherehe ya kuhitimu masomo, kufaulu mtihani wa taifa, kupanda daraja, kupata ajira mpya na kadhalika. Kuwatambua watu katika matukio yao muhimu husaidia kuunganisha kundi kwa pamoja. Sawa jamani? Mnapokuwa mko wachache ni rahisi kufahamiana. Fulani amepata ajira mpya, tunamsherekea. Fulani leo ni siku ya kumbukumbu yake ya kuzaliwa, tunamsherekea. Mwanadarasa wetu amepata mtoto mpya, tunamsherekea. Jamani, mwanadarasa wetu amenunua gari, tunamsherekea kama mwanadarasa wetu. Hivyo vinatufanya tuwe imara na tuzidi kuimarika katika utume. Unajua kwamba hatuwezi kuwapa watu dunia ambacho hatuna. Kwa hiyo ni lazima sisi tujiimarishe, na sehemu pekee ya kujiimarisha ni kupitia madarasa ya shule ya Sabato. Lakini pia anasema saidia shule yako ya Sabato kufanya matukio ya kijamii pamoja nje ya kanisa siku ya Sabato. Fanyeni mambo kama ambayo yanasaidia kujenga kumbukumbu chanya kwenye kundi shirikishi mnalo pamoja. Tafakarini ukuu wa Bwana kwenye uoto wa asilia, milimani, lakini pia sehemu za maji kama baharini. Ndivyo ambavyo vijana watafanya. Lakini tungetakiwa tuanze kabisa kule kwenye madarasa ya watu wachache. Sawa? Kwenye kila tukio kumbuka daima kutafuta watu walio peke yao au wanaojisikia kutokuwa na furaha. Wasaidie wajisikie kukaribishwa na kujisikia kuwa ni wa muhimu sana kwenye kundi lao. Unajua katika kundi kuna mambo mengi, kuna watu mbalimbali. Kuna watu wanapitia changamoto nyingi kwenye maisha. Kwa hiyo ni vizuri kila mmoja mkamjua kwenye kundi lenu. Unajua kabisa huyu anapitia changamoto ya kukataliwa, anapitia changamoto ya kufeli mtihani, anapitia changamoto wakati huu hana muda kabisa kutokana na yuko labda mwaka wa mwisho chuo, labda yuko darasa la mtihani form 4, form 6, darasa la 7, darasa la 4, au wadogo nafikiri wenyewe kwenye madarasa yao kule. Ni vizuri maana hata huko pia kuna shule ya Sabato. Tunapokuwa tunajua hizo changamoto sasa ni rahisi. Sasa wewe fikiria mtu yuko kwenye darasa la mtihani, labda bado hata mwezi mmoja, mnampa majukumu makubwa, lakini mkijua, maana mnajua kwamba huyu yuko kwenye mtihani, basi tumpunguzie majukumu haya atafanya huyu. Mnapokuwa mnafahamiana na kugawana kazi ya Mungu namna hiyo, kazi inakuwa ni rahisi sana. Bwana asifiwe. Hitimisho. Leo Mungu anawaita vijana waliojidhatiti kiroho ambao watafanya kazi kwa ajili ya wokovu wa vijana wenzao na kuleta hamasa mpya kwenye shule yako ya Sabato. Unaweza kufikiria sababu nyingi sana kwa nini Mungu atafute mtu aliye bora zaidi kuliko wewe. Lakini Mungu anayo kazi kwa ajili yako. Fanya ambayo hakuna mtu awaye yote anaweza kuifanya. Kuna watu ambao wewe unaweza kuwafikia vizuri zaidi kuliko mtu mwingine yeyote. Mungu anakutaka wewe. Haidhuru una umri gani. Je, uko tayari? Uko tayari kwa ajili ya kuboresha
shule ya Sabato katika utume? Uko tayari kwa ajili ya mafundisho? Uko tayari kwa ajili ya ushirika? Shule ya Sabato ndio itatusaidia kukamilisha utume. Shule ya Sabato, kwa sababu tukiimarisha hivi vikosi, itatusaidia kuingia mahali ambapo sisi kama kanisa yawezekana hatuwezi kuingia. Maana katika kundi lile atakuwepo mtu labda ambaye yuko karibu labda na kikundi fulani cha watu ambao tunataka kwenda kuwafikia. Kwa hiyo huyu anaweza akatusaidia sisi kikundi chake kikawafikia wale kwa urahisi zaidi. Bwana asifiwe. Unapokuwa uko active member, yani wewe ni mtu ambaye unashiriki, mtu hai, itakusaidia wewe kama kijana kuwavuta au kuwaleta vijana wenzako ambao wanahisi kwamba shule ya Sabato ni ya watu fulani. Kuna watu wanahisi kwamba shule ya Sabato ile bwana si ni ya walimu wa shule ya Sabato. Kwa hiyo anakuwa anachelewa, anakuwa hawezi kufanya vile vitu ambavyo anatakiwa kufanya kwa wakati. Wapendwa, ni kwamba uwaga tunatanga. Hata mimi nikianza kuchelewa shule ya Sabato, ukianza kuona misi vipindi vya shule ya Sabato, jamani, muovu anakuja taratibu. Unaanza kukosa darasa la walimu, unatiki, afu unajifa farija, mimi sio mwalimu. Lakini unaanza kukosa kile kipindi cha kwanza kabisa cha shule ya Sabato cha uimbaji. Unasema hata hivyo nyimbo za kitabuni nazijua. Unakuja ile sehemu ya kwanza ile unaikosa. Unasema nitakwenda kwenye mjadala wa lesoni. Unafika kwenye lesoni hujasoma huko ora. Leo umeulizwa swali hujajibu, kesho hujajibu, kesho nasema bwana nitakwenda ibada kuu. Unashindwa. Baadaye hata ibada kuu hauji na baadaye ndio unatokomea. Yaani amesema kwamba kuangamia, mtu anayetaka kuangamia haleti tangazo. Huanza taratibu 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 na mwisho inakuwa kweli. Mungu wetu akatusaidie kwa jinsi tulivyo, kwa jinsi ambavyo tumejifunza kwa leo, kwa wasikilizaji wetu wanaotusikiliza katika kurasa zetu zote za mitandao, na hao waliopo katika hiki kituo, na wale wote ambao tumeshare linki kwao. Jamani, Mungu wetu anataka tuwajibike. Hakuna kazi ambayo hakuna mtu ambaye ameletwa katika hii dunia aje kukaa tu. Ametuleta kwa kusudi maalum la utume. Ametuleta kwa kusudi maisha yangu yaonekane kwa watu ambao wataweza kumpokea Kristo. Bwana asifiwe. Jumamosi hii Mungu akipenda tutakuwa na ubatizo mkubwa kuhitimisha juma la maombi. Kuhitimisha juma la maombi. Endelea kualika watu na kuwasaidia wale ambao wameshakata shauri kwa ajili ya kumpokea Yesu kwa njia ya ubatizo.